Hujambo mtazamaji wa Asam Online TV, nikukaribishe katika kipindi chetu pendwa cha School Time, ambapo leo moja kwa moja tumefika Jumbi Wandani katika skuli hii ya A Nice Nursery and Primary School. Leo tunaenda kushuhudia vile tulivyoandaliwa na wanafunzi hawa vipaji pamoja na michezo, na hapa tutaenda kushuhudia kile ambacho tumeandaliwa. Jina langu ni Madina Omar, lakini unaweza kuniita Aunty Dina, bila kusahau nyuma ya kamera ni Abdullahi Abdallah. Karibu. School time, twende tukajifunze rhyme na Aunty Dina twacheka, tunasoma na kucheza. ABC twasema 1 2 3, twahesabu tena, marafiki wote pamoja, furaha darasani leo. Na hapa nipo na watoto wazuri. Hello. Hi. Sasa kabla ya yote watoto wazuri, tuanzeni kuimba nyimbo, lakini mimi hii nyimbo ya skuli yenu sijui. Mtanifundisha? Hai, imbeni basi nawasikie. 5 little ducks went to play over the river far away. Mother duck said, "Quick, quick, quick, 4 little ducks come back. 4 little ducks went to play over the river far away. Mother duck said, "Quick, quick, quick, 3 little ducks come back. 3 little ducks went to play over the river far away. Mother duck said, "Quick, quick, quick, 2 little ducks come back." 3 twahesabu tena, marafiki wote pamoja, furaha darasani leo. Sasa kama tulivyowasikia wakituimbia nyimbo nzuri ya skulini kwao, sasa tunaenda katika maswali na majibu. Watoto, haya, sasa nataka mniambie, mama ina herufi ngapi? Niambie kwanza jina lako, alafu niambie herufi ngapi. My name is Manal. I live at Jumbi. I am student. I am Tanzania. Thank you. Mama ina herufi 4. Mama ina herufi ngapi? 4. Kweli? Kweli? Pongezeni. Haya, swali langu jengine, mtu aje kuniambia samaki anaishi wapi? Unaitwa nani? Yusuf. Yusuf nani? Yusuf Ali. Angalia kule basi. Au hutaki baba kuone? Unataka Haya, niambie. Samaki anaishi wapi? Baharini. Samaki anaishi wapi? Baharini. Haya, mpongezeni. Haya, swali langu jengine la ngapi hilo? Nataka mniambie mkono wa kulia, mkono wa kushoto kuna vidole vingapi vingapi? My name is Faisal. My school's name is A Nice. Haya, tuambie mkono wa kulia una vidole vingapi? 5. Kweli? Mkono wa kulia kwanza uko wapi? Hapa. Ndio huo Hem, tuhesabie basi hivyo vidole. Kweli 5? Kwa nguvu tuhesabie. 1 2 3 4 5. Kweli? Hem, nanye hesabuni. 1 2 3 4 5. Kwani kwa kizungu hizo zinahesabiwa vipi? 1 2 3 4 5. Haya, mna mkono wa kushoto tulisema una vidole vingapi? 5. Vingapi? 5. Haya, tuanzeni 1 1 2 3 4 5. Tuendelee. 6 7 8 9 10. Jipongezeni. Haya, swali langu la mwisho.
Swali langu la nini? La mwisho. Nataka kila mmoja wasimame watu 4 waniambie bendera yetu ya Tanzania ina rangi ngapi, na mtu akija hapa ananitajia rangi. Sawa? Haya, tunaanza. Naanza na nani? Bendera Tanzania si mnaifahamu? Ina rangi ngapi kwanza? Ina rangi ngapi? Simama shoga yangu. Kwanza niambie unaitwa nani? My name is Ilham Abdurrahman. Bendera ya Tanzania ina rangi 4. Kapata kakosa? Kapata. Ina rangi ngapi? 4. Haya, unajua rangi ya kwanza ina rangi gani? Kijani. Kijani. Haya, mwingine. Simama hapa. Haya, simama. Yellow. Kasema yellow, kapata kakosa? Kapata. Mwingine? Blue. Blue. Mwingine amalizie. Haya, Nyeusi. Nyeusi. Jipongezeni. Haya, sasa tumeshatoka kwenye maswali, mtazamaji wa Asam Online TV, katika kipindi hichi cha School Time. Sasa tunaenda katika vitendawili. Katika nini? Vitendawili. Sasa kawaida yangu moja. Mwanamume anatoa kitendawili, mwanamke anajibu. Mwanamke anatoa kitendawili, mwanamume anajibu. Haya, tuanze na shoga yangu hapo. My name is Asfat Sabahi Hassan. I live at Kibele. My school name is Enas Nasar and Primary School. Vitendawili. Miguu mirefu anakuja. Baba. Toa sauti basi. Afu angalia kule, teacher anatuangalia sasa hivi. Primary School. Kitendawili. Haya, tupe jibu. Miguu jabu lake mvua. Kasema mvua. Ulotupa kitendawili kapata kakosa? Kapata. Jamani, tuwapongezeni. Kitendawili. Kombe la Mungu liko wazi. Nani anatuajibu? My name is Ryan Kasim Ramadhan. I live at Jumbi. My school name is Enas Nasar and Primary School. Jawabu lake kisima. Kasema kisima. Ulotoa kitendawili kapata kakosa? Kapata. Mpongezeni. Haya, tushatoka katika vitendawili. Sasa tunaingia katika hadithi. Au hamjui hadithi? Kuna watu hawajasimama toka mwanzo. Sasa mimi nataka hao ambao hawajasimama ndio watupe hadithi. Hadithi. Mbona hamjatoa sauti? Hadithi. Naitwa Mila. Toa sauti basi. Naitwa Mila. Naitwa Mila natokea Magomeni. Mnasikia huko? Unaona hawasikii. Naitwa Mila. Natokea Magomeni. Nasoma skuli ya Enas Nasar and Primary School. Niko darasa standard 2. Hadithi. Korea. Tuambie basi. Alikuwepo sungura na simba. Sungura alimfuata simba nyumbani kwake. Akamwambia hivi, Simba, naomba uniazime watoto wako. Simba akasema hivi, haya. Alivyosema akachukua watoto wake
akawafanyisha kazi sungura. Walivyokuwa wakubwa wakaanza kumtafuna sungura. Kwa hadithi ikaishia hapo. Hadithi yetu inatufundisha nini? Hadithi yetu inatufundisha tusiende kuwachukua watoto wa watu na kuwafanyisha kazi. Mmesikia? Anasema hivi, hadithi yetu inatufundisha tusichukue watoto wa watu na tusiwafanyishe kazi. Mmesikia jamani? Haya, mwingine atupe hadithi yake. Madenge na mama yake. Madenge akatuma maharage akanunue. Akaenda kununua maharage akayamwaga. Akatembea, maharage akawa anamfuata. Alipofika nyumbani kaingia kwao, mama akamuuliza maharage hapo wapi? Akamwambia hapo nyuma. Mbona hayapo? Basi mmeacha nje. Hadithi yangu imeishia hapo. Jamani, hadithi imeishia hapo. Mmesikia kwanza? Haya, tuambie hadithi yetu inatufundisha nini? Hadithi yetu inatufundisha tusimwage kitu. Jamani, mmesikia? Kwa hiyo uko nyumbani huko kushapikwa chakula kizuri, mnapakuliwa, alafu ile ushashiba, nishashiba, au wengine wanakuambia ushashiba, mwingine kashashiba lakini anataka ongeza, alafu hakimalizi anaenda kukimwaga. Au uongo? Hadithi. Alikuwepo Madenge na mama yake. Madenge katumwa nyama. Madenge katumwa nyama. Kapoa pesa kaenda kuzichezea kamare. Hasa alivyocheza kamare akakumbuka kama mama yake kamtuma nyama. Akachukua kisu akadikata, alafu akakata, alafu akampelekea mama yake, alafu akapika. Kamwambia nenda kanunue nyingine. Akacheza tena kamare, akakata akampelekea mama yake, akamwambia kanunua nyingine. Hamna. Hadithi yangu imeishia hapo. Haya, hadithi yetu inatufundisha nini? Tukitumwa na mama zetu tusichezee, tusinue vitu. Vitu gani? Kama vitu vya kucheza tusinue, tunue tulivyotumwa. Hapo nimefahamu. Na nyie mmefahamu? Tukitumwa tusifanyeje? Tununue vile tulivyo nini? Tulivyotumwa. Jipongezeni. Twahesabu tena, marafiki wote pamoja, furaha darasani leo. School time, twende tukajifunze rhyme, na Auntie Dina twacheka, tunasoma na kucheza. ABC twasema 1, 2, 3, twahesabu tena, marafiki wote pamoja, furaha darasani leo. School time, elimu ni tamu sana. School time, twende tukajifunze rhyme, na Auntie Dina twacheka, tunasoma na kucheza. ABC twasema 1, 2
3 twahesabu tena. Marafiki wote pamoja, furaha darasani leo. School time, elimu ni tamu. ABC twasema 1 2 3 twahesabu tena. Say rhyme na Auntie Dina twacheka. Tunasoma na Auntie Dina twacheka. Tunasoma na kucheza. ABC twasema 1 2 3 twahesabu tena. Marafiki wote pamoja. School time, elimu ni tamu sana. School time, funze rhyme na Auntie Dina twacheka. Tunasoma na kucheza. ABC twasema 1 2 3 twahesabu tena. Marafiki wote pamoja, furaha darasani leo. School time, elimu ni tamu sana. School time na Auntie Dina twacheka. Tunasoma na kucheza. ABC twasema 1 2 3 twahesabu tena. Twasema 1 2 3 twahesabu tena. Marafiki wote pamoja, furaha darasani leo. School time, elimu ni tamu sana. Ukajifunze rhyme na Auntie Dina twacheka. Tunasoma na kucheza. ABC twasema 1 2 3 twahesabu tena. Marafiki wote pamoja, furaha darasani leo. Na mtazamaji wa Asam Online TV, kama ulivyotuona darasani tukiwa na wanafunzi wa skuli ya A Nice Nursery and Primary School iliyopo Jumbi Wandani, na hapa nimekutana na mwalimu mkuu ambapo atatuelezea historia fupi kuhusiana na skuli hii. Habari za majukumu mwalimu? Habari nzuri, karibuni sana. Asante. Na mwalimu, ungeweza kujitambulisha kidogo ili watazamaji waweze kukufahamu? Naitwa Wanuvu Waifumu. Naitwa Wanuvu Waifumu. Ni mwalimu mkuu wa A Nice Nursery and Primary School. Ungetuelezea kidogo historia ya skuli hii? Ni skuli yetu tumeanza 2019. Tukiwa tuna watoto 12 na walimu 3. Tumeendelea hadi sasa alhamdulillah, na walimu tupo walimu kama 7 hivi na watoto kama 65 mpaka 68. Watoto kama 68 hivi mpaka sasa hivi alhamdulillah tunaendelea na majukumu. Tunaambiwa kila kazi haikosi changamoto. Vipi kiupande wenu walimu? Changamoto tunazo. Tukianza na changamoto kuu ya ofisi ni kwamba bado hatujawa na eneo letu. Hatujawa na eneo letu la kwamba hapa hii ni skuli. Na kama tunavyojua kwamba serikali tayari imeshatupa miaka 3. Baada ya miaka 3 skuli zetu hizi tena zinakuwa being off. Kwa hiyo bado tuna changamoto hiyo, na tunamwomba Mwenyezi Mungu atuwezeshe ili na sisi tusimame kama sisi ndani ya huo muda ambao tumepewa. Lakini pia changamoto nyingine ipo kwa walimu. Skuli za private unajua kwamba walimu wanakuwa hawatulii. Akipata hapa pahali pana maslahi basi unakuwa wewe mwalimu huna, unatafuta mwalimu mwingine, ndio hivyo maisha tena yanaenda. Lakini kwa upande wa wazee pia wanatukwaza kwa sababu si bado wachanga, skuli yetu ndogo, maslahi kidogo, ndio hivyo tunajishikiza tu, lakini na wao pia wanaturejesha nyuma kwamba zile ada zetu hawatupi kwa wakati. Mzee anafika hata mwaka haja kulipa ada ya mtoto. Lakini ndio tunaenda kwamba mwendaji si mkaaji, lakini alhamdulillah tunajitahidi. Kwa hiyo tunaomba wazee na wao katika changamoto hii ya kutuzuilia ada zetu wasitukamatie ada, watuletee ada zetu kwa wakati. Na katika uchukuaji wa wanafunzi huwa mnaanza kuchukua yani umri gani? Tunaanza kuchukua watoto miaka 3. Na hapa tuna skuli na madrasa. Kwa hiyo tunawasomesha watoto hapa wanabakia mpaka saa 10 wakimaliza kuswali na mwalimu wao wa madrasa. Ndio wazee wao wanakuja kuwachukua baadhi yao ambao wamejiunga na madrasa.
Na wakimaliza umesema mpaka primary? Tuna darasa mpaka la 4. Wakimaliza darasa la 4 huwa mnawapeleka skuli gani? Wazee wao wanawapeleka katika skuli ambazo wenyewe wanataka, kwa sababu hapa tupo katika skuli ya serikali, ni skuli ya Jumbi na Kibondeni. Kwa hiyo mzee kama anampeleka private nyingine anaenda, au skuli ya serikali, yeye mwenyewe anavyochagua lake. Sawa. Tukirudi katika utoaji wa wito kwa wazazi, una neno gani la kuambia wazazi? Kubwa naambia kwamba wazee wasitukamatie ada, kwa sababu wanapozizuia sisi ada za watoto, na sisi tunapata changamoto katika kuwagaia sadaka walimu, wanatoka mbali. Na tunachowapa si kikubwa, lakini wanarizika. Kwa hiyo wao wakisema wanakamata ada miezi 2, 3, 4, na mtoto unakuta mzee hana mtoto mmoja, saa nyingine na 2, 3, inakuwa kidogo changamoto kubwa kwa upande wetu. Kwa hiyo watuletee ada zetu kwa wakati, na tuwatupe mashirikiano katika kazi za watoto, homework nini, wasaidie watoto ili tuende sawa. Kama tulivyomsikia mwalimu mkuu wa skuli hii ya A Nice Nursery and Primary School kuhusiana na swala zima la wazazi, mashirikiano yenu ni mojawapo ya umoja ni nguvu katika skuli hii ya A Nice Nursery and Primary School. Na pia nilikuwa na watoto ambao nilikuwa katika kuwauliza maswali pamoja na michezo mbalimbali siku hii ya leo. Jina langu ni Madina Omar, lakini katika kipindi hiki cha School Time unaweza kuniita Auntie Dina, bila kusahau alioniongoza katika kipindi hichi ni Abdullahi Abdawa. Usiache kufuatilia Asam Online TV, bila kusahau wadhamini wa kipindi hichi ni Asam Electrical Company Limited.